kipindi mwani sasa hivi The Avenue Mwadhuru, karibu sana kwenye TBC1. Naitwa Ngene Thompson. Mgeni wetu wa leo bwana ni mmoja wa rappers ambaye ni mtata, lakini very controversial rap ambaye akitoa nyimbo lazima use watu rahisi kama vile anachokonoa mambo mengi. Nyimbo yake mpya imetoka, kila mtu anaiongelea. Bwana jamaa mbona kaongea hivi? Jamaa lazima amdisi mtu apate kiki. Kila mtu kaongea, lakini leo tuongea naye atuambia ukweli kuhusu nyimbo yake na mambo mengi sana, na juzi kati alipo ameoa. Lakini tuongea naye mambo mengi. Kwa hiyo kwa muda nusu saa naitwa Ngene Thompson, lakini pia kama kuna video za WhatsApp umenitumia, video ya leo bwana kuna mtu alinitumia ambaye jamaa wanakula vile tena akaja mgeni chakula akificha chini ya uvungu. Nikitokea sondoke nganga The Avenue, karibu sana. Sina team nasimama wima, one man army, weki mbunga mimi nakupa Katrina, sasa tsunami sanini mvuvi, mziki ndo jahazi ila kuwapata samaki ni mziki. Na this tuna kwenye show napigwa na mawe, kama umenipa nyota. Unajua Tanzania kuna rappers wengi sana, kuna muziki wengi sana, lakini mgeni wangu wa leo ni kwamba akitoa nyimbo siseme ni tata au ni utata, ni rapper ambaye mmoja ambaye nyimbo yake ikitoa yote lazima wewe mwenyewe ukae chini ufikirie na mashairi yake uyasikilize vizuri. Unajua kuna nyimbo ambazo mtu una dance tu unafurahi good time, lakini yeye ni rapper ambaye nyimbo zake zina ujumbe sana. It's a long time nikasema bwana lazima aje studio tuongee naye, kwa sababu yeye pia sio tu ni rapper, ni kama mwalimu fulani, kama mwanaharakati fulani. Isongee sana, niko na Roma Katoliki. Niambie mwanangu. Niambie kiongozi. Silipendagi hilo jina. Kwa sababu guys, jina lako wenyewe ndio umejipatia. Hapana. Umepata jina lako. Yaani mtu akiniita Roma iko fresh. Na fry yani kuliko mtu akimalizia Roma Mkatoliki. Lakini page yako pia ya Twitter bado unatumia Mkatoliki. Ya kuna sababu za kufanya hivyo. Sasa ndio kibiashara inakuja kwa, yani kuna promoter anakuambia mwanangu bila kusema Roma Mkatoliki ndani ya Geita. Watu hawakuelewi. Watu wanaweza siibuke, kwa hiyo inabidi nitumie, lakini sikupendaga hilo jina kwa sababu hata back in history. Tunaanza game sikuwa natumia hivyo. Mimi naitwa Ibra. Ndio jina langu. My real name is Ibra, but people used to call me Roma. Ni kama nickname abbreviation. Rhymes of Magic Attraction. Oh. Ndio tafsiri ya Roma. Kwa hiyo Rhymes of Magic Attraction. Roma are Rhymes of Magic Attraction. Hiyo ni maana ya kwanza. Maana ya pili, siku tumezaliwa watoto watano mkono. Tuko watoto watano. Tuna dada zetu wawili na dada zangu wawili na kaka zangu wawili. Mimi ndo last born aka kitinda mimba. Ndio watu ndo wa mwisho wale. Kwa hiyo Roma ni zile initial letter za ndugu zangu. Ile R ni Rashid kakangu, O ni Omar, M ni Maimuna, A ni Asha. Rashid, Omar, Maimuna, Asha ndo Roma. Na ndo tafsiri ya Roma. Ni paka naamua kujiita Roma ilikuwa maana yake ndio hiyo. Whether in music, Rhymes of Magic Attraction ama Rashid, Omar, Maimuna, Asha. Naanza ngoma yangu wa kwanza mimi ndo naitwa Roma. Hamna Mkatoliki hamna nini. Katoliki kajaje? Ngoma zangu toka za awali ukizisikia napenda kubites vifungu kutoka vitabu vitakatifu. Qur'ani, Biblia. Siamini sana kwenye magazeti, anaweza kadanganya. Ile vitabu vitakatifu inaongea real na hip hop ni kitu real. Kwa hiyo mara nyingi napenda kubites huko. Au mara kwa mara wakati naanza game ukiniona pote nimevaa rozali. Mtu fulani hivi decent, panda jukwani, ishara msalaba lazima, nina matendo fulani hivi. Kwa hiyo ndo naanza kujulikana sasa. Kuna dogo anatoka Tanga, huyu anaitwa Roma. Huyu hatari huyo, mlomba Mkatoliki. Ikaanza kurise msalaba wewe. Sasa hizo sababu nilizokupa msalaba, mistari, uone hata mistari yake, mara Ayubu kafanya nini, Yesu nini. Zikaanza hizo. Kwa hata presenters mikoano kupigia bwana inakuaje Mkatoliki, mlomba Mkatoliki, kaanza mlomba Mkatoliki, Roman Catholic, Roma Katoliki, yani ikaenda paka ikajijenga. Sikupenda. Kwa jina yenyewe limekuwa vyenyewe. Limekuwa Roma Katoliki. Sikupenda kwa sababu sikutaka liweke matabaka. Sometimes kuna sehemu nitashinda kupenetrate kwa sababu mtu atahisi huyu naye mtu wa dini kaja kuleta dini kwenye hiki, ndio maana nikawa nalipinga. Kwa hiyo ukiniambia Roma Mkatoliki silitaki sana kwa sababu sio kama nimejiita Roma ili ni Mkatoliki. Though coincidence mimi ni Mkatoliki ubini wangu. Na mimi ni Mkristo na ni Mkatoliki. Kwa hiyo ikabidi tu niachie iende tu bwana, fresh haina noma Roma Mkatoliki. Kama siku nyingine unaweza kaniita nsigeuke. Roma wakati tunafungua kipindi nikasema wewe ni rapper ambaye ni mtata. Sio kama ni neno sawa, lakini ni rapper ambaye ni controversial. Unaibua hisia either mbaya au yani kuna watu mwarisi vizuri au sio vizuri. Wewe kwa nini umeamua kwa hivyo? Sijaamua kwa hivyo. Mimi nafanya music, hip hop au na vitu vingi tunavifanya vinatokana na inspiration mbalimbali. Music ni feeling. Inategemea nina hisia gani na naenda kupresent kitu gani kupitia sanaa yangu. Kwa hiyo
kuna kitu tunaita perception au tuseme mitazamo. Once unapodeliver let's say ngoma ama sanaa yako na kuipelekea hadhira, sawa, kila mtu anaweza akaitazama tofauti. Pengine wewe umeitazama katika mtazamo huo kwamba ni controversial, mimi na maelfu wengine ama na maelfu wengine ndio unaweza kujiuliza. Na vile sehemu nyingine naambiwa you doing nice, safi. Unajua kwa kila mtu anakuwa ana mtazamo wake, lakini ninachojaribu kusema kwa ufupi nikiulizwaga maswali kama wanasema ukiona mtu anaiperceive tofauti ni ile kasumba tu atupendi kuambia ukweli. Wakati mwingine mtu anamdefine Roma baada tu kwa sababu tu hapendi kuambia ukweli, lakini najaribu kufanya hip hop is real na mimi nawakilisha mamilioni kwa mamilioni ya vilio vya Tanzania na watu wa mataifa mengine kupitia sanaa ya muziki, kupitia mic. Kwa hiyo labda mtu anipe tu kwa mfano uliimba kitu hiki kikaleta utata, lakini vingi nyimbo yako mpya ambayo ilitoka hivi karibuni pia imeibua maneno mengi sana. Unahisi kwamba watu wako tayari kupata sanaa ya aina yako wewe, yani hip hop music na wewe? Tushazoea labda okay, mimi nataka good time ni dance ni party ni have good time nimalize. Labda sanaa yako bado hatujaikubali vile ni mtu kukujenga na kuambiwa ukweli ni maoni yako binafsi. Mimi nimesoma science. Nimaliza form 6 nilikuwa nachukua PCM advance. Kwa hiyo PCM physics, chemistry na mathematics. Sio mzuri sana kwenye art niliacha kwa level. Lakini tukirudi kwenye Kiswahili kuna kitu tunaita fasihi. Zina kazi nyingi ambazo ndani yake tunakuja kukutana na sanaa ya muziki pia. Au miongoni mwa dhima za vitu hivyo nilivyovitaja kuna kuburudisha, kuna kuelimisha. Miongoni mwa hizo dhima ukiamua kuichagua moja hapo ukasafiri nayo si dhambi. Na umechagua ipi? Na pia si lazima tumforce mtu mmoja afanye vyote. Kama ukiamua kukosoa kwa kuelimisha is okay, ukiamua kuburudisha is okay. Kwa hiyo na ndo tofauti ya sisi sasa wasanii. Roma ni nani? Identity ya Roma. Kwa Roma mimi nikitokea pengine naweza nisifanane na watu wote kwa sababu tu yani ukimsikia Roma tu watu wanatega sikio, wanajua kuna kitu fulani labda kinaenda kuongelewa. Lakini pamoja na hayo pia naamini sana kwenye taifa ambalo tupo. Taifa letu bado lina changamoto nyingi sana. Kwa hatupo katika mazingira comfortable kwamba tunatakiwa tuwe fun, tupari nini, unajua zile. Nikitaka kisike nobody can see me, myself and I. Oh, najua maisha yangu mpaka tongwe kama movie. Kata ya roll, action, oh. Naona naanza mwisho kwenda mwanzo. Kama ina go, najua maisha yangu mpaka tongwe. Kama kweli nchi yetu ina shida, inahitaji mambo kama hayo. Kwa nini watu rappers ambao au na muziki ambao mnaimba nyimbo ambazo zina maadili au zina maoni, zina conscious music, kwa nini mko wachache? Hebu nitajie kwa nini nasema tuko wachache? Yaani sio wengi. Yaani ukiangalia hata kwenye playlist nyimbo nyingi ni good music, yani feel good music, ile muziki ya kuburudisha. Haya kwetu sio good music. Mimi nasema Romo, umenielewa? Kwamba yani wengi ambao wanafanya music sasa hivi ni kama ni burudani sasa zaidi, 90%. Kwa nini wasanii wengi hawako kwenye upande wa pili ambao wewe umesimamia? Kumwelimisha mtu na kumburudisha mtu katika kupitia muziki. Sijui, nahisi kama kumwelimisha inaweza kaa ni ngumu kidogo kuliko kumburudisha. Sometimes mimi naweza nikaja nikaamua kucheka tu. Let's say nafanya stand up comedy nikaja nikaamua kucheka tu mbele ya hadhira. Yaani obviously mtacheka ukumbi mzima. Inaweza kaa rahisi, lakini labda kukupa darasa kidogo paka ukaelewa, yani kufanya muziki, nyimbo zenye message ikaenda kwa jamii au kidogo nadhani ni ngumu hapo. Hakuna uwiano sawa. Labda pengine ndio maana tuko wachache, kwa sababu hata sisi maswali tunakutana nao kutoka kwa wasanii wenzetu. Hivyo unawezaje mwanangu kuimba ngoma yani kila mstari kama una maana hivi? Bwana yeye anaweza kukubali nikaa nyumbani na mama na baba asema da, yani wewe ungekuwa kama Roma. Yani mama yake anamwambia msanii wakati mwingine hivyo kwa sababu anaona yeye labda anafanya muziki, anaburudisha watu, anacheza club wengi nini, lakini mtu anaweza asipate message ile exactly kwamba. Kwa hiyo nadhani labda kuna ugumu hivyo, au vitu vingine tunakuwa tuko blessed tu. Na watu wanaokuwa blessed mara nyingi wanakuwa wachache. Hatuwezi kuwa wengi. Unajua kwenye kila kitu ambacho mtu anafanya, mazingira ambayo umekulia lazima yakujenga. Msomo wako ambao unao sasa hivi na kuweza kupata kuandika mistari ambayo ina milengo fulani. Ndio nini? Inspiration zinatokana na vitu tofauti kwa kweli. Mazingira ambayo tulikulia, mimi nimetoka katika familia ya standard. Sio tatu wala sio moja, mbili. Umeelewa vizuri. Kwa hiyo lakini tumeishi katika mazingira ya kujichanganya sana na watu wengi, sio Uswahilini exactly. Shule nilizosoma kuanzia naanza katika harakati zangu za kukua, watu ambao nimeweza kuwaona pia ambao nakuwa nao. So nimeraise katika mazingira hayo. Nadhani ile mazingira pia nayo
yamechangia sana. Shida za hapa na pale zinakufanya kukufundisha, umeelewa? Sikuwa mwanafunzi ambaye kwamba ikitangaza tu ada leteni Jumatatu nimepeleka, lazima nifukuze kama siku 5-6 hivi. Unajua ukishafukuza siku 6-7 hivi na kitu kinajijenga, umeelewa vizuri. Yeah man. Kwa hiyo nimekulia katika mazingira yao. Sasa mazingira wakati mwingine ndo anatupa picture. So hata nikija kudeliver somo langu kupitia muziki na kuwa nagusa kule. Nimepitia kofia nyingi, nimeshakuwa mwalimu. Really? Professional kabisa. Yeah man. Mwalimu wa secondary. Tanga. Yeah, ilikuwa Tanga. Nilipomaliza form 6, kifupi tu nilipomaliza form 6 advance yani, wenzangu wakati wanaelekea kujiunga na chuo, mimi niliquit kwa sababu ndo nilikuwa na spirit ile passion ya kufanya muziki, ndo noma umeelewa vizuri. Na nikaisa hivi ndo naenda chuo, elimu ya chuo kikuu, elimu ya watu wazima. Kwa hiyo naweza nikanyimudu nikafanya muziki wangu. Kwa hiyo nitafanyaje sasa muziki wakati sina mawe na muziki unahitaji hela? Mimi nikajiingiza kwenye kufanya kazi temporary. Nikafanya kazi viwandani, kupata hela ni save niweze kufanya matukio kama hayo. Lakini haikuwa dream yangu kwamba mimi niwe mwalimu. Nilikuwa na professional yangu ambayo nimeplan kabisa ndo nitaenda kusomea, lakini wakati huo computer. Okay. Lakini wakati huo au na passion ya kufanya muziki. Kwa nikawa na changa hela na hifadhi. Nilipotimiza sasa na nimepiga shule miaka kadhaa, kabidi niombe ruhusa kwamba mimi bwana nataka niamshe nikasome professional nyingine. Lakini sasa ukienda kusomea kitu tofauti na education, shule kule inakuwa haikutambui tena. So mawili, uache mshahara ukafanye mambo mengine ama uendelee ukomaa uende na education. Kwa hiyo pia nikajifunza kwamba maisha wakati mwingine yanakuelekeza kule anakotaka yenyewe, sio kule ulikopanga wewe. Ilikuwa changamoto kwa kweli. Mimi nikabwaga kama Nyerere vile. Sababu Nyerere alitupa chake akaenda kudai uhuru. Kwa hiyo Roma Mkatoliki naye alitupa chake akaenda akapigania taifa lake kwa njia ya muziki. So mimi nikaja Dar es Salaam kwa mawili, kwanza muziki na pia kwanza chuo. Wewe wakati uko mwalimu uko suit nini, tie nini kama kawaida? Mna tie wapi babu? Jeans fresh. Ilikuwa jeans nini na vest smart yani. Ukiniona mwenyewe unanielewa vizuri tu. Hamna milegezo. So mkuja Dar es Salaam studio kwanza uko ni Tongo. Ilikuwa kwa Duke. Ilikuwa kwa Duke, nakumbuka kipindi hicho Duke namsikiliza sana. Kwa mara kwanza nilifikia kwa Duke pale M Lab chini ya Brother Patrick na Duke, na ndo watu ambao walinipokea na ndo nikaanza kufanya kazi yangu ya kwanza pale, japokuwa haikutoka paka mimi nikaja kuhamia Tongo Records. Nadhani nilikuwa mwaka 2008 kuelekea 2009. Miaka 8 imepita. Ukaingia kwenye muziki na kila mtu anafanya nyimbo ambazo ni feel good music. Kwani ukaamua uchukue njia yako bwana, okay, mimi nadhani nitafanya hivi na muziki wangu uko hivi? Msanii mzuri ni yule ambaye yuko unique. Si nimeingia kwenye game. Yeah. Kwenye game kuna watu 10. Wanaimba nini? Mtu wa kwanza anamwimbia Aisha, wa pili anasema anaimba tofauti lakini anamwimbia Mwajuma. Mule. Watatu bwana mimi ndo niko tofauti. Yeye ameongeza neno mpenzi Lucy. Ana tofauti na wale wa kwanza. Kwa hiyo wakati mwingine pia unaangalia au ni njia gani ambayo inaweza ikawa rahisi. Lakini all ni all haikuja tu kwamba sasa niingieje. Nilishajijenga na kitu kwamba na yangu mengi ya moyoni niliyopitia toka niko mdogo. Ngoja niatie kwenye mdundo nitoe ngoma. Kwa hiyo ngoma yangu ya kwanza ikawa Tanzania, ambayo nilikuwa naongelea nchi yangu, kupigia vita ufisadi, mambo machafu yanayotokea, mambo ya haki za binadamu, unaelewa vizuri. Kuna watu ile matabaka aliyopo kati ya mtu ambaye yuko nacho na ule mtu wa kima cha chini. Kwa hata ile ngoma ilivyotoka, wale watu wa kima cha chini ambao ndo asilimia kubwa nchini walimkamata Roma akamkumbatia moja kwa moja. Na ile ikaonekana kama ndo identity ya Roma sasa. Unajua kuna wengine ambao unaongea kama mwanamuziki mbona kama vile inaongea yani kama vile predict, kama vile unatabiri mambo ya baadaye. Ambapo umeongea kama issue ya ufisadi na issue pia kama ya vijana kutumia vilevi. Sasa hivi kwa muziki wako, umetoa nyimbo yako mpya. Ndio. Lazima Roma ubadilike over time, ndio? Tofauti ya Roma wa mwanzo mpaka sasa hivi na nyimbo yako mpya hii nini? Tofauti ni kubwa na nimekuwa nikiambiwa sana hivyo na mimi naangalia sana comments. Tofauti na ngoma zilizopita. Kwa sababu tunaambiwa na ukioa bwana kwenye game bwana sina nani. Nimeachia ngoma mpya na week. Sio dipete au sio dipete. Pete nimeivua iko kwenye gari. Ulikuwa unatakaje kwa ni blog? Inaruhusiwa hiyo, maana ningejua kuvua ni kwenye au pete na story yake yenyewe. Na pia ina hadithi yake. Umeniuliza sasa ulivyosema mambo ya pete kwanza umenivuruga kule kwenye. Ongea kwanza kwenye issue ya pete. Pete mbona sioni? Maana alikuja kala hapa akaenjo kwa best man nini akaongea sana kuhusu harusi ya Roma nini. Sema bwana muziki bwana umebadilika sana. Hivi what if nikisema bwana ile ilikuwa ndoa ilikuwa ni kiki tu. Hiyo pia inaruhusiwa. Siku hizi watu kweli. Bwana kiki hadi padre. Kanisani nini yani itakuwa ile kiki langu normal lijai kutokea. Watu siku hizi kiki watu njia nyingi.
Dana tumefunga ndoa, thanks God. I say ni ndoto za kila mmoja. Na nimetimiza ndoto hizo. Nimepata mwanzangu ambaye ni mama mtoto wangu Ivan. Kwa hiyo nikatimiza hiyo. Kiimani sisi kama Mkatoliki sisi ni sacrament, ndoa ni sacrament, kati ya zile sacrament 7. Kwa mimi nilishabatizwa, nikapokea Ekaristi Takatifu, nikapata kipaimara. Kwa hiyo nikawa nasikilizia moja wapo kati ya ndoa ama niwe padri. Umeelewa vizuri? Lakini ukisikia ngoma yangu ya mathematics nasema ndoto zangu kitambo zilikuwa nije kwa padri, zikayayuka nilipopuliziwa moshi wa widi. Kwa hiyo imebidi tu nije kuingia katika hili swala la kufunga pingu za maisha. Na nashukuru Mungu aisee, mambo mazuri. Na baada ya ndoa ngoma iliyofuatia ndo hii mpya ambayo tumeitoa wiki iliyopita, inaitwa Kaa Tayari. Kaa Tayari, action, na unaanza mwisho kwenda mwanzo. Ngoma ina go, najua maisha yangu mpaka tongwe kama movie. Kaa Tayari, action. Ni ngoma mpya na ni ngoma ambayo iko tofauti kuanzia flow, theme au collaboration, the way ambavyo nimeifanya. Hata mtu yeyote alisikiliza comment ya kwanza kabisa atakwambia Roma mwanangu umechange, kwa sababu watu walivyo expect pengine imekuwa tofauti sana. Watu walitegemea Roma ataongelea sukari, inaitwaje ile nyingine mgumi sijui, Roma ataongelea basi la mwendo kasi, Roma lazima aongelee bunge hayo. Kwa watu lazima watu kama wasubiri maoni yako yani. Bwana walikuwa nyimbo wanaongea kaongea nini? Sasa ni nzuri, sijui wewe ungekuwa Roma ndo ungefaje, kwa sababu wakati mwingine mimi niko kwenye social mitandao ya kijamii na mposti hata mwanangu labda tuko beach tunacheza. Roma leo mheshimiwa fulani amefanya hiki na hiki. Mchane, yani lazima kulipotia. Wakati niko sasa nitegemea hata uta comment chini useme na kuona uko na mwanao safi na have good time nini. Kwamba yale pia ni maisha, lakini wana anakuja kushtaki. Kwa hiyo umeelewa kwamba najiona wakati mwingine pia nina nguvu hiyo, lakini sasa ikiwa too much na mimi pia naona kweli. Sasa mimi kuna wakati mimi sina mke, nataka nimwimbie mke wangu. Na mimi niimbe kibao cha mapenzi. Inabidi ifike kwa tu ufike. Afu nikifanya show zangu zinajaa sana, lakini zinajaa maniga. Babies hawaji. Sasa kama babies hawaji, na unajua babies wetu nao wanakuwa wavivu kwenye hizi harakati. Utasikia Roma unaimba majimbo magumu. Mimi hata mama yangu mwanzoni hakuwa anaelewa. Naweza nikapiga ngoma sebleni pale. Inalia labda ngoma ya nani, Lese Barnaba au Lindex. Unaona mama anacheza vizuri nini, moyo wa subira pale. Limetoka hilo limeingia mathematics. Likianza ile gari la tongwe tu. Nanili punguza sauti. Yaani eti yangu kama anaona kelele, unaelewa? Kwa hiyo najaribu kuangaliaga hivyo, unaona sasa inabidi uguse hata engo fulani, na ndio maana ngoma hii mpya flows zimekuwa tofauti, zimekuwa soft, lakini maneno mazuri. Ujumbe mle sasa utaki kushift sana, sababu ukishift sana utaliacha ile kundi la mwanzo. Yule muuni wako ulianza naye utaki kumpoteza yule mwanao wa Mbagala yule. Ambaye wanaingiza hela. Kama wewe maki wewe mfanya biashara. Mimi ni mfanya biashara. Wale wako wale ambao mama Sela ambao wale wanaingia kwenye show. Sasa usitegemee tu hiyo, kwa sababu wakati mwingine nafanya endorsement. Kwa hiyo mtu anaweza kuangalia mileage ya Roma inafika wapi. Ukishaona unashabiki anatoka Mbagala kwa mguu au kwa daladala moja anaitafuta Coco Beach, hata kama anakuja kwenye show yako wa bure, kumbatie. Kwa sababu kuna mtu akisikia kuna package ya wasanii fulani, yuko nani? Mimi siwezi kuibuka. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo inabidi uangalie pia soko lako. Usitake tu kwamba lazima waje kwenye show zangu. Wakati mwingine inabidi bring back kwa society. Sawa, urudishe kwa jamii. Kwa hiyo unadondoka hata Mbagala pale, Uswahilini unapiga concert lako moja for free. Alafu wanakuja watu kama telecom companies wanafanya michongo yao wenyewe, wanakuwa washakutia chakwa kwa mfukoni. Wamekuchukua Roma kwa sababu wanajua tukimpeleka Roma Mbagala watu watavutika, tutauza labda line chip zetu na vitu kama hivyo. So msanii mwingine. Kwa hiyo tusiangalie tu ingizo la show, lakini ndo fan base ile ambayo najaribu kuikumbatia. Kuna baadhi ya watu ambao kuna comment mbalimbali kuhusu nyimbo yako mpya. Wewe comment zao zinakusumbua? Au unajali kwamba bwana next time basi tabii nipunguze labda maneno au ukala maneno kama haya? Comment mimi nafuatilia sana. Mimi nasomaga comments. Hapo zamani nilikuwa nawajibu hata ziwe 200. Moja mjibu. Mimi napitia na kupitia vizuri. Kwa sababu kwenye comments tunajifunza vingi. Kuna hater ndani yake. Yaani kuna mtu fulani mimi alikuwa kila anachoposti mwanangu. Yaani naweza nikakaa hata sehemu tumekaa tunakunya niko na mwanangu nini. Au naweza nikanika tupole sana rafiki yangu fulani kwa kufiwa na bababu. Hata niua tu. Yaani mwana ana jema, umeelewa vizuri. Yaani hata ni posti tu, yani cover la msanii mwingine. Mimi mtafuta mkutane naye muongee. Sasa wanakuwa rahisi tu, yani unaweza kaamua kumcheki, niambie mwanangu, wapi hiyo? Yaani ile tu ushamua nguvu. Anakucheki vinakuwa vimeishi. Kwa kuna wengine tu wanakuwa hater. So lakini nafuatilia sana comments. Ukiangalia kwenye channel yangu ya YouTube ambapo niliupload video yangu, ina viewers wengi sana, lakini chini kuna nafasi ya kuacha comments. Hata sasa hivi ukipitia
yani safi Roma, umekuja tofauti sana. Na ndio maana na mimi natoa ngoma kwa msimu. Mwezi wa pili ilikuwa ni kipindi cha kuadhimisha sikukuu za wapendanao. Niliachia wimbo unaitwa Mtoto wa Kigogo. It's a love song kwa mara ya kwanza. Nimeimbia mama la mama. Ilikuwa ni kipindi cha wapendanao, kwa hiyo huwezi kuletea watu madude magumu, watu wameamua ku refresh mind na wapenzi wao, umeelewa? Viva Roma Viva ilitoka last year, kipindi cha uchaguzi. Kipindi kile ilikuwa yani kila Mtanzania anataka asikie neno kutoka kwa Roma, ataongea nini ndo tunaenda kwenye uchaguzi. Ilikuwa ni ngumu kutoa nyimbo ya mapenzi tena, hamna mtu ambaye angeweza kuipa attention akaisikiliza. Umeelewa vizuri haya? Leo kwa mdomo wako una break kwenye nyimbo ile. Kwa nini unasema hivyo? Yaani yote wewe uliyaongea. Ndio maana wakaifungia. Okay, Jose Mtambo ulimpata wapi? Unajua mimi kwa kweli nahisi Jose Mtambo ni rapper ambaye ni mkali sana. All time rappers. Yani wewe unipata wapi? Ni brother tuko naye. Kumshawishije aje kwenye nyimbo yako hiyo? Ni brother tuko naye home studio pale Tongwe. Yeye niko pia ni artist pale. Pale kabisa na mimi nimemkuta kabisa. Lakini pia ni mtu ambaye tuko naye karibu 24 hours, yani mwanangu. Unahisi kwamba kuna baadhi ya watu ambao unafanya muziki ambao ni competition yako wewe, yani mtu anafanya nyimbo na kutarget wewe. Kabla hata kuvuta chini fulani. Swali zuri sana ise. Miaka 4 3 nyuma ako ka upepo ako kahali kama kalikwepo. Umeelewa vizuri? Na kalikwepo kwenye muziki mbali tu wa hip hop. Yaani kalikwepo kuanzia kwenye labda gospel tu ndo hamna malumbano, lakini kwenye taarabu ilikwepugi toka kina marehemu Nasma na Adija Kopa. Ukija kwenye bendi zilikwepo. Muziki huko hivyo. Vijembe vya hapa na pale hata Marekani yani wanafanya. Umeelewa vizuri, lazima vijembe ni kuchallenge kwamba mimi ni bora. Na ilikuwa inatengeneza mashabiki wengi sana. Kumbuka tushafanya battle Roma na hizo business, tukafanya show kubwa da live pale. Tuna beef kubwa, tupatani, tunachanana kwenye mistari. Inavuta hamasa za watu. Inakuwa ina Usimba na Yanga fulani, Arsenal na Man U fulani, umeelewa? Lakini 2013 kuendelea miaka hii miwili hivyo vitu hata kama vimeenda watu wameviua hivi. Na sijajua kaviua shabiki ama media, lakini hakuna hiyo competition. Sasa hivi tunashindana. Wewe unalala na demu gani mkali wa Bongo Movie? Umeelewa vizuri. Mashindano yamekuja kwa 100 huko. Je, una kichupa kikali umeshoot South Africa? Haijalishi umemung'unya, umeimba nini, yani hata kama hujalapu vizuri. Chupa lako kali yani umepanda pipa ukaenda South ukashoot. Kwa hiyo hata zile kwa hiyo nao pia imeenda imepunguza kasi za wale watu fulani ambao na mistari ile ya battle kwamba wewe uniwezi, mimi mkali sio nini. Yani kama watu wameshindwa sana kuipokea vizuri na kuishabikia. Watu wanaangalia sasa maisha, tuna nyumba kali, umeinvest nini na nini, una mawe sawa, unaweza kuchana ila una hela. Kwa hiyo competition imepungua katika kiwango hicho. Kwa hiyo hata kwa Roma sasa hivi na katayari lakini imerudisha nini hiyo competition. Tunajaribu watu ambao imetoka tu watu kaanza kupost hivi na hivi, wasanii wengine lazima wadisi watu wengine ndio watoke yani wapate kike ya nini. Yeye kwa makusudi lakini. Ipi hiyo? Sasa kusudi vipi wakati labda unaona? Wewe unaweza kama kunichana mimi ukaniona mimi mwepesi. Yaani wewe unaweza kashangaa mimi napigwa kila siku TBC video yangu afu unashangaa kwa nini umpige Roma kwa kipi hasa hadi mumpige? Kwa hiyo unakuja kunipitia mimi kwenye line kwamba mnambeba tu kwenye top 10 zenu, huyo hana lolote nini. Umeelewa vizuri? Tukata ile makini exactly. Tukata ile kwa nini? Tukata ile kwa ufupi ni kwa sababu huo upya. Okay. Flow mpya, flow tofauti na ile Roma watu walivyomzoea, umeelewa vizuri, ya theme yenyewe, aina ya collabo, kwa kila kitu tofauti. Kwa hiyo nikachukulia kama ni chakula, wimbo ni chakula. Unapopelekea watu chakula tofauti ambacho hawajakizoea kwenye midomo yao, matumbo yao, lazima waandae. Akaenda tayari ili sinia linalokuja lina chakula tofauti, sio kile cha juzi au jana. Kwa kuna ngoma nyingi ambazo kila ngoma ikitoka nitakuwa tuna surprise watu na aina ya collabo. Kwa hiyo anaweza sio Roma yule ambaye pengine ulimtegemea. Kwa swali lako kusema kwamba unaweza ukaja kumwimbia baby. Kweli afuta bidii kidogo urainishe. Sababu kuna siku niliwahi kusafiri bwana, naenda Mwanza, niko kwenye ndege. Ikujaa. Kwa siti ya watu watatu nimekaa mwenyewe. Alafu kuna baby ikawa inakuja. Akasema hii inakuja ukaa kwenye siti yangu. Bwana ikaenda ukakaa siti nyingine. Kaniumiza sana. Baadaye nikaja kuhoji yani unajua yule Roma ukaa, yani mimi Roma najua ukaa naye ni siasa tu. Yaani toka airport ya Dar mpaka Mwanza mimi najua ningeambiwa tu siasa. Kumbe sivyo, pengine ningeweza kupigana naye story akagame. Kumbe leo una moyo unajua unapenda. Sasa unajua maniga wanakosea, maniga wanaisigi sana labda sisi yani mimi naonekanaga sina hisia. Oya babies jamani, hisia tunazo. Wala okay, Roma. Umeongea nyingi sana kuhusu vijana. Na wewe ni mtu ambaye maneno yako umumunyi, unaongea unachokiona. Issue gani ambazo sasa hivi maisha ya vijana ambao hauyapendi baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika sasa hivi kwa vijana? Matumizi ya social media.
kwangu na utazama sana na uangalia ni kwa jicho la tatu, naweza nikasema la wewe tunavyotumia kama vijana sasa ndio nguvu kazi. Kwa hiyo si tungeonyesha mfano ingekuwa rahisi. Tunatumia vibaya. Unaona matukio kama ambao wanawake wanazaliwa mara kwa mara, inaniuma. Kwanza una mtoto mmoja, right? Yeah, na mtoto mmoja, Ivan. Wewe ni baba aina gani? Maki baba msela. Wewe ni baba aina gani? Mimi ni baba kwa mimi labda swali ni kwa kweli. So mimi mimi ni baba wa kisasa ambaye najaribu pia kuangalia sisi tulelewaje. Kule kwenye shida sana ile kijana asipitie, lakini kule kwenye raha apitie zaidi, lakini pia ni mlee mwanangu katika misingi ile mizuri. Hali ya sasa wewe kwa maoni yako unaonaje? Tumalizia hiyo. Hali ya siasa bwana sasa hivi. Hali ya siasa bwana. Sofa tuko vizuri kwa sababu unajua viongozi wetu ambao tumewatia madarakani waliahidi vitu. Umeelewa vizuri. Kwa hiyo Mtanzania hataki longolongo yote zaidi ya kwamba nilikupa kula yangu mheshimiwa rais, mheshimiwa mbunge wangu. Na nilikupa sababu ulikuja ukanitongoza na ahadi nzuri. So naamini, lakini wakati mwingine pia tunakosa uvumilivu. Kwamba pengine uongozi ni wa miaka 5. Afu wameanza hii kazi November, almost wana miezi mingapi? 6 ama 7 unajua. Kwa hiyo wakati mwingine vitu walivyoahidi hawajaviwekea deadline. Tuna miezi 3 tukiona tunakula ugali tu hali mbaya lazima tuhamishe. Kuatia maneno ili mambo yaende sawa. Umeelewa vizuri. Wasije wakatimiza hadi miaka 4 huko tunataka vitu vimalizike sasa hivi. Lakini so far as long tuna amani na tunaendelea vizuri. Tuombe heri watimize yale ambayo tuko nao bega kwa bega na tunawasupport pale wanapobidi. Roma, sasa hivi kuna kijana ambaye yuko Swahili na kuangalia pale. Hebu mpatie ushauri wako kama yuko ghetto hapa na struggle labda ana kazi na nini na hivi. Akaisi bwana Roma ni mwanangu, yeye ndio sauti ya vijana wengi, basi hebu ongea naye. Unamshauri nini kaongeza kuongea kumwambia kitu? Vya kushauri ni vingi, lakini kikubwa ambacho kinaweza asimsema Uswahilini wakati kuna waushuani pia wenyewe. Uswahili ushajitokea. Ya kushauri ni mengi, lakini kikubwa ni kwamba tumebane na maisha kwa sababu maisha ndo haya. Njia za kutoka ziko nyingi sana, au historia za baadhi ya watu ambao they are from zero to hero. Ukizisikia na ukizifuatilia zinaweza zikatujenga kabisa. Na mimi mwenyewe pia niliamini katika vitu kama hivyo. Miaka michache nyuma mimi nilikuwa hata sina uwezo wa kumiliki kitu chochote. Lakini sasa hivi at least unaweza kupitiza miaka 2 uje kumwambia mama nitumie 10,000 sana ukipata unafungua gari nini mambo kwa zuri. Achana tu na magari, inawezekana pia nimegongea gari. Gari sio kitu, umeelewa vizuri. Jinsi tu ya kuweza kuwaelimisha watu kupitia tungo zako na kwa unawasaidia watu vingi. Kwa hiyo kikubwa naona tupambane, tuna maisha. Tupambane au katika kile ambacho tunaamini kinaweza katutoa katika njia sahihi, kwa sababu tukumbuke kwamba kuna serikali, kuna sheria. So tukienda kinyume, tukimesi na hicho kitu, tunaweza tukamalizia maisha yetu sehemu mbaya sana. Na watu leo ni kwamba duniani watu wako kila aina, watu wako tofauti. Kwa hiyo usione ugumu au usiogope kwa tofauti na watu wengine. Kuwa wewe. Yaani usimkope mtu mwingine ukaisi labda niishi maisha kama mtu fulani. Kila mtu duniani kwa tofauti. Bonjour mon frère. Ouais, bonjour. Comment? Ah, on est là. J'ai faim. Je me suis même pas mettre à genoux si tu veux que je sois vraiment. C'est-à-dire que nos idées sont vraiment humoristiques. C'est-à-dire qu'on est comme les jumeaux. C'est-à-dire ce que tu ressens, c'est la même chose que je ressens. Tu as fait non? Et voilà ça. Elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Bon, on est ensemble. D'accord. Jean, Zamino, viens. Au bon âge. Hello. Kwa crew nzima ambayo tumefanya kazi hapa, watu ambao nimeweka muda mrefu sana nyuma kamera ya Amina Hamisi ambaye ilikuwa sio zamu yake, lakini akaamua akae ili kunisaidia ili tuongee na Roma hapo kwa muda nusu saa. Shukrani sana. Na kwa Ali Mkufi ambaye yeye ndio tuna arrange nice studio kila kitu. So kwa timu nzima shukrani sana, na mpaka next time jamani. Kama uko
una mtandao, ingia YouTube, angalia kwenye The Avenue Mazo, utapata vipindi vyote vya nyuma, kuna Alikiba, Wema Sepetu, Roma, zote ziko pale. So mpaka next time, naitwa Thompson, peace and love. Mouth. Najua maisha yangu mpaka Tongwe kama movie. Kata ya roll, action, ho. Naona naanza mwisho kwenda mwanzo. Kama ina go, najua maisha yangu mpaka. Na ni Twitter account ni Roma_Mkatoliki na namba ya simu ni 0717 72007. Hiyo ya mwisho jaribu. Kaka, kuanzia 0 hadi 9. Ukipata sauti ya kiume ndo mimi. Mwanaharakati. Nashukuru sana mwanangu kwa time yako. Mwanasiasa vile vile kila kitu wewe. Ni mwanaharakati. Mwanasiasa anafungamana na upande padri. Itakuwa kuna mtu unamsema. Padri ya mchungaji. Hebu sasa. Mchungaji padri wale wale. Mchungaji anajihusisha na siasa. Afu mkutano kaje mkutano mbona ulikuwepo. Mbona tukaona kwenye nini? Okay. Social media. Hapo. Piga picha wana Tongwe kama movie. Kata ya roll, action.